Mtazamaji wa M15 TV, hapa tupo bado kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya taarifa rasmi kutoka kwenye bodi ya ligi kuu kutoa tamko kwamba mchezo wa dabi hautokuwepo tena mpaka siku ambapo itapangwa tena. Lakini hapa muda huu hali ilivyo kwa mashabiki ambao walikuwepo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wapo hapa pembeni na wamezuiwa kwenda kwenye upande mwingine kutokana na mchezo kuahirishwa mpaka wakati mwingine. Na hapo nashuhudia asilimia kubwa wapo mashabiki wa Yanga lakini pia mashabiki wa Simba Sport Club. Unawashuhudia muda huu, wengine wakiwa na furaha, wengine wakiwa na huzuni baada ya mchezo huo kuahirishwa. Majina yangu ni Memorasia Sylvester, kwenye kamera ipo Jonas Jones ambaye anakuhakikisha kwamba unapata picha bora na ile ambayo inaonekana vizuri kabisa, tukizungumza na mashabiki lakini pia wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo wa leo. Nini ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi ninavyokuambia kwamba mchezo umeahirishwa, na sasa hivi mashabiki wako hapa kama vile hawaamini kila ambacho kimetokea. Tuzungumza nao watuambie maoni yao baada ya mchezo huu kuahirishwa. Mambo poa sana. Mzima? Alhamdulillah, niko poa. Shabiki wa Yanga kindakindaki? Mimi ni shabiki wa Yanga, ni mwakilishi wa Yanga kutoka Mombasa, Kenya. Mombasa, Kenya. Yes. Kwa safari ya kuja kutazama dabi leo au ulikuwa huko? No, nimeingia jana usiku saa moja. Nikawa na matumaini makubwa sana kuja kuangalia dabi, lakini I was very disappointed. Sijui sababu ya msingi ni gani. Kwa hivyo hujaelewa kila ambacho kinaendelea? Nimesikia tu habari kuwa game imeahirishwa, lakini sababu ya msingi ya kufanya mechi kuahirishwa I don't know. Kwa sababu hauifahamu kwa upande wako? Kwa sababu naifahamu lakini si ya msingi. Haiwezi kuwa sababu kulingana na ukubwa wa ligi ya Tanzania, hiyo ni sababu ya kutosha ya kufanya mchezo kuahirishwa. Kwa hivyo ulikuwa unaamini bado nafasi ya kucheza mechi ipo? Nafasi ya kucheza mechi ipo, kwa sababu hiyo sio sababu ya kutosha kufanya Simba wasilete wachezaji uwanjani. Hawajapata mazoezi sasa? Mazoezi kwa siku moja. Na kwa kuzuiwa tu siku moja tu ndio wasifanya wasije uwanjani. Hiyo sio sababu ya kutosha. Ni haki yao wanadai. Kama ni haki yao sawa, lakini haitoshi kwa ubora wa ligi ya Tanzania, haitoshi. Lakini timu yako mbona imesimamia msimamo ule kwamba watakuja uwanjani na wataleta kikosi kama kawaida? Kwa sababu ya kanuni ya TFF wataleta timu, watafanya warm up, waje waambie uwanjani kuwa hakuna mchezo. Bodi imeshatoa tamko, kwa sababu wakifanya maamuzi yao sasa inakuwa tena ni adhabu nyingine kwao. Lakini sasa timu wao, kwa hivyo bodi itasema kuwa wachezaji wakija wa Yanga watachukuliwa adhabu baada ya kutoa taarifa, kwa sababu taarifa imetolewa mapema kabla ya mchezo. Kwa hivyo takuwa na wao taarifa hiyo wanayo. So viongozi wa Yanga takuwa hawajui kuwa wakileta wachezaji watachukuliwa adhabu. Timu ikija tu hapa wataadhibiwa bila shaka, kwa sababu taarifa imeshatoka rasmi kutoka bodi ya ligi. Ndio mimi nasema viongozi hawajui wakileta timu na bodi imekataa watapewa adhabu. Wanafahamu hilo. Sasa watu kwa hivyo watakubali waje wapewe adhabu wakileta timu? Inawezekana pia. Basi sijui ni nini, kwa sababu kama wanajua wakileta timu wataadhibiwa, alafu walete timu hivyo hivyo. Kwa hiyo unaamini Yanga haitakuja hapa? Yanga wanakuja. Wanakuja. Kwa taarifa ambazo tunazo kwa Yanga watakuja, watafanya warm up wachezaji na jezi pia watavaa. Kama kuna Simba hawataleta timu, basi watabidi waondoke zao. Hebu bado hamjakubaliana na tamko la bodi ya ligi? Tumeshakubaliana nalo, lakini sasa viongozi wameambia wachezaji lazima wafike uwanjani. Yes. Kwa upande wako kama shabiki, imekuathiri kiasi gani kwako? Mimi imeniathiri kwa sababu ya mimi nimetoka mbali. Kwanza nimetumia na gharama zangu, hakuna mtu ambaye ananilipia, nimetumia gharama, nimetoka mbali, lakini sasa nitafanya nini na ishatokea. Na kitendo kama hiki pengine umewahi kukishuhudia tena kwa muda gani labda? Kwa upande wangu nasema nyie ndio mnafanya sana matukio kama haya, leo kwa Simba, kesho kwa Yanga. Kwanza mimi kiupande wangu mimi nasema huwa kama nina bahati mbaya. Mimi natokea Mombasa, lakini kila nikija kuangalia mechi za Yanga tunafungwa. Nimekuja nafikiri mara ya mwisho Simba na Yanga wakati Kibudi akaja akafunga, nilikuwepo. Nilikuwa nafikiri ni miaka 2 nyuma, akatupigia goli 2 Inonga na Kibudi. Nikaja tena ya finali ya USM Alger na Yanga, tukafungwa 2-1 Mahela akafunga. Na sasa hivi nimekuja tena kuangalia dabi imeahirishwa. Sasa mimi sijui kama ndio nanuka sema namna gani.
labda mchezo ungechezeka pengine mngepoteza. Nilikuwa nimekwenda nimesafishwa niko sawa. Leo tungekuja. Kosa mnyama angechukua 5. 5 tena. 5 mkono wa nyani lazima. Serious. Kwa sababu gani ukiangalia? Sisi tuna kikosi kizuri. Alafu kwa mwendelezo wa mchezo wetu tulivyocheza, leo Simba alikuwa hatoki. Kwa hivyo kuahirishwa kwa mchezo kwako imekuwa faida? Si faida, mimi imenikata kwa sababu mimi nimekuja kuangalia, lakini sasa hakuna mechi, imenikata kisaikolojia na gharama zangu kwa sababu nimetoka mbali. Nimeambiwa mechi itapangiwa tena muda kwa siku nyingine kuchezeka mchezo huo, lakini kuna baadhi wanakubali, wengine wanakataa. Kwa upande wako wewe? Mimi hakuna shida. Mimi kesho nitarudi zangu Mombasa, lakini wakitoa siku ya kuja ya mechi tena mimi nitakuja tena. Utakuja tena? Lazima. Sina baya. Sina baya. Neno lolote basi kwa mashabiki wenzio ambao wengine wapo kwenye sintofahamu, wengine hawajapata nafasi hata kuja huku kabisa? Hii ni kama timing tu kututoa focus ya ubingwa wetu. Kwa sababu mashabiki wa Yanga tusikate tamaa, ubingwa uko pale pale, haitazuia wao kutufanya sisi tusichukue ubingwa. Kwa hivyo mashabiki wa Yanga sisi time yote tunachukua ubingwa kwa mara ya 4 ama ya 5 mfululizo. Shukrani sana. Asante. Tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kupata maoni kwa pande zote mbili, na hapa nimetoka kuzungumza na shabiki wa Yanga na sasa tumsikie shabiki wa Simba nini ambacho anazungumza kuelekea baada ya mchezo huo kuahirishwa. Mambo? Poa, vipi? Zima. Safi. Vizuri. Nashukuru Mungu. Wewe kwako tabasamu? Sio tabasamu sababu kitu alichokifanya jana sio kitu kizuri, kwa sababu huwezi kumzia mtu kutokufanya mazoezi hali ya kuwa kikanuni ana haki, kwa sababu haya mambo tumeona sehemu nyingi sana. Kwa sababu wao walishawahi kuhairisha mechi baada tu masaa kubadilishwa, walikuwa kwenye haki, maana ile masaa ibadilishwa kabla ya masaa 72, kwa walikuwa kwenye haki wakaondoka, game ikachezwa siku nyingine. Kwa nini wao leo walaumu wakati sisi tuko kwenye haki? Kwa nini umenizuia mimi kufanya mazoezi aliyakuwa niko kwenye haki, natakiwa nifanye mazoezi kabla ya siku moja ya mechi? Na wao wanahoji kwamba sawa tumewazuia kufanya mazoezi, lakini hatujawazuia kuja kwenye mechi husika. Hiyo haingiliani. Sasa mimi nitacheza mechi vipi kama preparation ambayo mimi natakiwa niifanye katika uwanja ambao husika nao ucheza, ili kesho yake nije kupambana na wewe, alafu wewe unanikataliza nisiweze kufanya mazoezi pale? Maana yake unanitoa nje ya nini, ya mfumo wangu mimi, unanitoa nje ya programu yangu mimi ninayotaka, kwa sababu kocha Faldu David jana amepanga programu yake ndani ya uwanja, vipi ataseti mashambulizi yake, vipi ataseti nini tactics zake na nini information. Sasa ikiwa wewe unamkataza kutokuja kufanya mazoezi hali ya kuwa wewe ulishaifanya haya mazoezi, maana yake unamnyima haki ya yule mpinzani wako kufanyaje, kufanya mazoezi katika ule uwanja hali ya kuwa kesho mnakutana nyote. Kwa hiyo pale kwa namna yangu mimi ninavyoona kwamba walifanya makosa kuwazuia, alafu pia ni pia lawama ni kwa huyo manager uwanja ambao mtaumia nyie